Hakikisha mnasafisha hekalu vizuri sana. Na maua hayapasi kuwa na upenyo wowote ule kwenye ukuta. Angalia kule, kuna mawe machache tu. Yawekeni vizuri Na ninyi wawili mbona mmesimama tu hapa? Mnafanya nini? Fanyeni kazi. Kwani kazi zote zimeshaisha? Bado kuna kazi katika upambaji, hazijaisha. Nashangaa nyie bado mmesimama hapa na kazi hazijaisha. Nendeni mkasaidia watu. Hiki ni nini sasa? Wewe kwani umeweka nini hapa? Kuna watumishi wengi sana hapa, lakini bado tunafanyishwa kazi. Yaani hata sijui ni lini tutatoka kwenye utumwa kama huu. Wewe, Akash, unaenda wapi umependeza hivyo? Leo ni sherehe ya uchumba wa Alia. Kuna kazi nyingi nyumbani hapa. Bibi tulia. Nimeona kila kitu. Natoka tu nje kwa ajili ya kazi ya kaka. Mimi nishakuwa msimamizi wake. Msimamizi? Ni nani aliyekufanya msimamizi wake? Mama, Abi amemteua meneja wake. Alihitaji mtu mchapakazi na pia ambaye ni mwaminifu. Alafu huyu ni kaka yake, anaweza kumsaidia, si ndio? Mwanangu, muda unaenda, utachelewa. Nenda. Tutaonana baadaye. Kwa herini. Mama, mimi ngoja niende kule nikapambe haya maua, sawa? Lakini mimi nina ombi moja la mwisho kwako. Naweza kukumbatia kwa mara ya mwisho? Bulbul? Bado umekana huo uvivu wako? Yaani bado hata haujatongoza kuvaa kwenye sherehe mwanangu. Utatoa saa ngapi na uvae saa ngapi? Bulbul, utachelewa kipenzi, inuka haraka. Mami, wala sitaki kwenda. Utaki kwenda unamaanisha nini? Ni sherehe ya wifi yake na Pragya. Tuna uhusiano nao sasa. Haitakuwa sawa ikiwa utoenda. Inuka haraka na ukavae. Ma, tafadhali basi. Unaumwa na kichwa, hutaki kwenda. Najua unataka ubaki ili uweze kutoka na marafiki zako. Angalia, sitasikiliza hudhuru yoyote ile kutoka kwako. Na tena, mimi nitajiandaa ndani ya dakika 10. Na Bulbul, kama utakuwa tayari, nitakupeleka na nguo hizo zilizovaa. Tafadhali mama. Kavae haraka. Safi. Hello, Abi darling. Kwa hiyo, umeionaje hiyo shati? Niambie Ande. Nimeipenda kweli ile shati. Kitambaa chake ni kizuri sana. Ni toleo jipya sokoni ile, Ndio hivyo darling. Uweze mimi ndio imeingia sokoni leo. Na unajua, ni kwa watu mashuhuri tu. Unaweza kaivalia tena suti pia. Kitambaa halisi. Na baada ya kukivaa tu, kitakuwa ndo fashion na kitakuwa habari ya mjini, kila sehemu atakipenda. Bila shaka darling. Unajua nini? Ukishavaa wewe tu, basi itakuwa bomba bala. Na pia waambie watumishi wako wasije wakaipiga pasi. Usijali kuhusu hilo bwana. Sawa. Bye darling. See you soon. Poa Andy. Mbona shati lijapigwa pasi? Ngoja nilinyooshe sasa hivi. La sivyo utapata sababu nyingine ya kunifokea tu. Pragya, njoo nje mwanangu. Sawa bibi, nakuja. Shati langu. Robin! Bibi! Vipi tena? Kuna mtu kaliua shati langu. Nimeliua au nimelipa uhai? Lilikuwa limejikunja sana kwa hiyo nikalinyoosha. Nini? Wewe ndo umelinyoosha ile shati? Umelifanya shati lenye ubunifu mzuri kwa kama sura yako. Mbona lilikuwa kama limetafunwa na... Nyamaza! Hivyo unajua kitu chochote kile kuhusu mitindo? Ili shati ni la kimitindo. Na pia nilitaka nilivae shati hili katika sherehe ya Alia. Wewe umekwenda kuliharibu kabisa. Sasa unategemea nitavaa kitu gani? Ama nitavaa ile gauni lako? Samahani, mimi wala sikujua kwamba kujikunja kwake ndo fashion yenyewe. Lakini mbona mtu hawezi kuvaa shati kama hivi? Funga mdomo wako, nitalijaza ile shati kwenye mdomo na kuufunga na gundi. Hebu nipe ile shati niliangalie. Kwa nini unataka kulijaza mdomoni mwako? Hapana, wewe nipe tu.
Tayari nimeshakasirika tena, usinizingue kabisa. Tafadhali nipe. Lishikilie hili jingine. Mwisho gani? Shika upande huo. Ni unataka kufanya wewe? Wacha nijaribu kufanya kitu bwana. Labda nitalirekebisha. Asante. Usiguse kola. Uweze kunichanganya zaidi, kwa hiyo unaondoa ghadhabu zako kupitia shati langu, eh? Hebu sikia liache. Bwana, basi nakaribia kumaliza abi. Na wewe likunje kwa upande wako. Basi tayari. Ushaliharibu. Achana nalo tu, nitanunua lingine. Alina muhimu tena hilo. Haya, shika hii. Mbona limekuwa kama lilivyokuwa kabla? Ulijuaje ukifanya hivi kwa litaonekana kama mwanzo? Binti yeyote ambaye hakosi mtandio katika vazi lake, basi anajua fika akifanya hivi atapatia hii ngumu muonekano huu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Andy alinifanya mimi mjinga. Kumbe ni rahisi tu, shati linaweza kupewa muonekano huu kwa njia rahisi kabisa. Yaani amenidanganya na kulifanya nilinunue kwa gharama kubwa zaidi, lakini si hela nyingi. Ndio maana nikakwambia usipepete mdomo, soma vitabu, vitakufanya uwe na akili. Na mashati kama haya kule Chembord yanapatikana kwa Rupia 600. Hivi linaonekana sawa mara? Kuna tofauti kidogo. Inapatikana kwa shilingi 600. Raj, ina maana bado tu hujavaa? Hizi nguo zako hujabadilisha bado? Kuna shida gani? Nitavaa. Mungu wangu. Sijui nitavaa nini mpaka sasa hivi, hata vidani pia sina. Nguo zangu mimi ni za kawaida tu, hata hazifai hata kutoka. Kwenye hii sherehe nitavaa nini sasa? Hauoni kama kuna seti nyingi pale? Vaa yote kati ya hizo. Unaongelea seti zipi? Hizi zote unazoziona hapa ni zile za zamani. Hazifai hata kuvaa tena. Na kama nitarudia kuzivaa, marafiki zangu watanidhihaki mimi. Watasema, Mitali, umeshazeeka tu wewe. Mkwe mpya akapatikana unavaa vidani vya zamani. Mama? Kuna shida gani? Kwani umeniita hapa? Wow, mama. Mbona umependeza hivyo? Unaonekana mrembo kweli. Angalia nguo yako ilivyo nzuri. Na vidani vyako. Na hii cheni. Wow, yani vimeendana kabisa na nguo yako. Yani kwenye hii sherehe kila mtu atakuwa anakuangalia wewe. Kila mtu atakuonea wivu. Mwanangu, naomba usinipake mafuta kwa mgongo wa chupa. Niambie ulichoniitia. Unataka nini? Mama, kiukweli nina tatizo. Tena tatizo langu haswa ni vitu vyangu mimi vyote hivi zamani tu. Unaweza kuwa na seti moja ya ziada labda? Niazime leo. Nikimaliza tu nitakurudishia. Tena ukome. Sitaki kabisa uangalie ile seti yangu ya dhahabu. Kama unapenda sana kuvaa vitu vya thamani, unaweza kwenda kuvichukua kwa wazazi wako au muombe huyo mumeo. Ile nimeitunza kwa ajili tu ya mke mtarajiwa wa Akash. Ala? Akash kuwa msimamizi wa Abi ametimiza ndoto yangu kubwa sana. Sasa kwa nini nisimfanyie vitu vikubwa namna hii wakati huyo mumeo hajawahi kunifanyia chochote kile na kamwe hata kuja kunisaidia? Hayo maisha aliyoamua kuyaishi ndio inabidi avumilie sasa. Niliweka zawadi ya Purabu hapa, sasa iko... Nimeifunga. Huwezi kumpatia mtu zawadi bila ya kuifunga. Inaonekana kama humpatii zawadi bali unamuonyeshia pesa zako. Hivi kwa nini unahusisha kila kitu na pesa? Kwa nini kila kitu naelewa vibaya lakini? Kwa sababu mara zote wewe unyoshi maelezo. Kitu ambacho wote kwa kusema kuwa una zawadi iliyofungwa, jambo lingeishi hapo hapo. Nini? Unatarajia asante? Hebu liangalia shati lako. Ndiyo sawa, ni kama ilivyokuwa. Usijishaue sana, kwa sababu
wala sitakushukuru. Sijishauri babu wewe, najaribu tu kukusaidia. Msaada ni njia nzuri ya kumnasa mtu. Kwanza unaanza msaada, kisha kinachofuata ni kuwa naye karibu. Kwa nini niseme baada ya hapo? Haina maana yote kuongea na wewe. Hey! Usiniguse. Kwa nini unanishika wewe? Vyovyote ilivyo ni sawa. Basi sawa, tembea kama kikaragosi hivyo hivyo. Hata sijali. Unaonekana kama kikaragosi. Angalia nguo yako. Ina nini Saria? Inanibidi nibadilishe. Asante. Suresh, hivi hata wewe pia unafikiria ninachokifikiria mimi? Najihisi kama nimechanganyikiwa ninapoona maamuzi ya Rachna kutokana na maoni ya mwanamke. Sioni ubaya, hakuna ubaya wowote ule, lakini pale inapokuja kuhusu mtazamo wa mama, mimi moyo wangu unateketea. Mwanangu, tunaweza vipi kumruhusu aishi maisha yake peke yake? Mara tu atakapojifungua mtoto, ni nani ambaye atakayemuoa? Na katika hali kama hiyo hatuwezi kumpeleka nyumbani. Tutasema nini? Tutakapoulizwa maswali, tutawapatia majibu gani hao watu? Tutajibu nini? Hakuna haja ya kurudi tena nyuma. Na mimi sitaki kuolewa, nitaishi peke yangu. Kuishi peke yako? Kwa muda gani? Maisha ni marefu sana mwanangu. Kama mwanamke, lazima utahitaji tu mwenza wa kuishi naye, hususan kwa wasichana kama nyie. Unaelewa? Mama, nyakati zimeshabadilika. Wasichana sio dhaifu kabisa. Wanaweza kusimamia maisha yao na wakaishi kwa amani kabisa, na kila kitu kwao kikawa sawa. Kaka, niliacha kozi haijakamilika, nataka kuikamilisha sasa. Sasa unaweza kunisaidia kupata usajili katika chuo chako? Mimi nataka kuimalizia kozi ili nitafute kazi. Rachna, wewe utawezaje kusoma katika hali hii? Unawezaje kwenda chuo? Wakikuuliza mtoto ni wa nani, utawapatia majibu gani? Nitakuwa nasema ukweli. Nitazungumza ukweli bila kujali. Na nitafundisha wasichana wenzangu wasije kufanya kosa nililolifanya. Na nitawafundisha wawe makini sana katika kila wanalolifanya, na wasiwaamini wanaume kirahisi. Kaka, naomba unisaidie kwenye hilo. Hakika mimi nitakusaidia Rachna. Unafanya jambo la kijasiri sana. Kwa nini siwezi kusaidia zaidi ya hivi? Mimi nipo. Wala usio na wasiwasi. Kesho tu mapema nitaweza kuomba usajili wako pale chuoni. Nisikilize kwa makini. Mimi nina dada zangu wawili, Swarini na Endo. Wote wanakuja. Hawajai kumwona kabisa Pragya. Ndo watamuona kwa mara yao ya kwanza leo. Wakishafika, hakitakiwi kionekane kitu chochote cha kipumbavu kati yako wewe na Pragya, kama ule wakati wa Fungate. Kwa nini zamani? Subiri, sikiliza. Kikitokea tena, nitaondoka nao na kuwapeleka kule Ludhiana. Kweli? Ndiyo, hakika. Bibi, kwa nini unakuwa na wasiwasi? Vigomvi kama hivyo huwa vinatokea kati yetu, lakini upendo, tunapendana sana. Lakini wewe upendo unatakiwa kuonekana. Bibi, dada zako wataona upendo tu machoni kwangu. Hivyo ndivyo ilivyo, na wala mimi sipaswi kufanya chochote. Fanya hivyo mwanangu. Kama maneno yako uliyoyasema, hakikisha unayatimiza, na mimi nitafurahi pia. Lakini kumbuka kuwa mapenzi yako yanatakiwa kuonekana wazi. Hata kwa siku ya leo, jaribu kuwa mume wa kawaida sana kwa mke wako. Dada zako wale wamekuja. Sawa. Kumbuka nilivyosema, Lakini bibi, yani usisipate
Sahau. Haya, njoo haraka. Ikiwa nitalazimika kuendelea na haya maigizo, nitatoka kwa nyota wa muziki na kwa nyota wa filamu sasa. Karibuni sana. Ninyi wawili mnanikumbusha mbali sana. Wow. Karibuni sana. Ngoja mimi nikawaletea kitu chako. Ndio, leta haraka. Sawa, asante. Vipi hali yako? Mimi niko salama. Vipi hali yako wewe? Hivi hauoni badala ya kuzeeka unazidi tu kwa kijana? Ni kweli. Ninaye mkwe wa kike, naenda kupata na wa kiume. Nini tena kingine nitaka? Unamaanisha nini kusema hivyo? Baada tu ya kumaliza kukuza wajukuu zako umri wako, utashuka chini kutokea 65 hadi 35. Twendeni mkale. Tutakula baadaye. Kwanza tupe umbea. Haya sasa tuambie kwanza. Tunataka kumuona huyo mwali. Yuko wapi? Bibi mambo. Subiri Alia. Naweza kuonana na mkwe wangu baadaye. Kwanza kabisa, huyu ndo mwenye shughuli ya leo. Alia, hawa ni binamu zangu. Swarni, Indu. Habari. Indu, huyu si ndo yule mtoto ambaye alikuwa akitoka makamasi juzi tu hapa? Ndio yeye. Ndio maana anaonekana zuzu sana. Na maanisha amekuwa sana. Tutambulishe basi kwa mkweo. Ndio. Haswa mimi ndio nimekuja kumuona. Ona, hawa hapa. Jamani, mkwe wake naye anatuonea aibu. Alimsukuma mkono Abi wakati alipomshika. Yaani ana maadili kweli. Ndio. Yaani wasichana wa siku hizi hawavai nguo za kitamaduni hata kama ni siku za posa zao. Na ninauona upendo wao hata kama wako mbali. Una nini wewe? Mbona unanishika kila mara tu? Mniache. Wewe, akili yako sikutume kwamba umeshaniroga. Ikiwa nitamshika mtumishi wangu, pia nitajisikia vizuri. Bibi kanitaka nitende vizuri mbele ya binamu zake ambao wako hapa leo. Kwa hiyo wewe pia fanya hivyo hivyo. Bibi amekwambia kwamba uwe na tabia nzuri mbele za watu na sio kunishika. Wewe, hebu elewa kwanza nachokisema. Ikiwa bibi ataghadhibika tena kwa sababu yako, basi Halafu nitaivunja hii miwani yako. Twende. Wanakuja. Mbarikiwe sana wanangu. Mbarikiwe. Au! Hivyo miwani ya uoni huu? Unajua kabisa, mimi siwezi kabisa kukuangalia wewe ukiumia. Yaani hata kama ikiwa ni kwa makosa. Kwa sababu unapoumia wewe, maumivu unasikia mimi. Dada. Hivi kwa nini Abi anamuita mkwe wetu Pragi ya miwani? Hapana bibi, sio miwani. Lazizi. Wewe umezidisha sasa. Ala, wewe tayari umefika? Alafu, kwa nini umekuja peke yako? Ndugu zako wako wapi? Si ulisema utakuja pia na huyo mjomba wako? Ndiyo shangazi, amechelewa, kuna kazi ilimkwamisha, hawezi kuja, lakini atahudhuria kwenye tafrija zingine. Sawa. Mama! Haya, nakuja. Hivi unajua, tangia Abi amteue Akashi kwa meneja wake, basi Akashi amekuwa busy sana. Kwa hiyo ni lazima nimwangalie kila mara. Fanya kitu kimoja, naomba mpigie simu Akashi na umpongeze, sawa eh? Mimi na tutaonana baadaye. Akash? Meneja wa Abi? Sasa kwa nini Abi hajaniambia? Alia, hongera sana. Kwani huwezi kutembea vizuri? भूल न जाना मुझे याद ना आना मुझे भूल. Sikutarajia kama utakuja hapa. Mimi sija hapa kwa ajili yako, sawa? Nimekuja hapa kwa ajili ya dadangu, sawa?
मुझे ख्वाबों में मेरे सपने हैं तेरे ख्वाबों में मेरे सपने हैं तेरे अब ना Purab, kwani unafanya nini hapa? Kwa nini unapoteza muda hapa nje? Tuna mambo mengi sana ya kufanya huko ndani. Na binamu zake wako hapa kwa ajili ya kukuona. Wanataka kumuona mchumba wake na Alia. Mpenzi, wewe nenda ndani. Mimi nitakuja baadaye. Nenda haraka. Ulikuwa unajaribu kuchukua nafasi kwa mchumba wangu kama dada yako. Umesema kitu gani wewe? Wewe pia ni mrembo sana tu kama huyo dada yako. Nilikuwa nakusifia tu. Watu waadilifu wanaonekana vizuri wakati wanaposifiwa, Alia. Kuna watu wengine ambao hawezi kufikiria kusema mema kwa mtu yoyote yule. Na wewe ni mmoja wao bwana. Vyovyote vile nilivyo tu, mimi ni bora kuliko wewe. Angalau mimi sitolei macho vitu vya watu wengine kabisa. Una maana gani wewe? Unaongea maneno makubwa sana. Kwa nini unashinda kuelewa kitu kirahisi kama hichi? Hata hivyo, wala sina huo muda mchafu wa takataka zako. Unaona? Na hii siku ya leo nachumbiwa na Purab. Kwa hiyo sitaki kabisa uniharibie siku yangu. Vyovyote. Habari yenu jamani, wazima hapa. Hongereni sana mama. Na kwako pia. Karibuni sana. Hongera sana kwa uchumba wa mjukuu wako. Na kwako pia. Haya. Ndio. Haya. Twende nikakutambulishe kwa wageni. Vipi, kwani tumechelewa? Twende. We Abi, kwanza sasa hivi utamuita mjukuu. Mjukuu? Yaani dada wa bibi ni mjukuu. Kwa hiyo dada yake bibi ni mjukuu. Haya, sawa. Basi nafurahia maisha na uponde raha. Jiachie kabisa. Maana katika umri huu watu wengine wanazeeka kabla ya umri. Si ndio Hawa ni mabinamu zangu wawili, Indu na Swarni. Salama. Jamani, katika familia ya Pragya, huyu ni bibi yangu kipenzi. Bibi wa msanii wa muziki. Nakutana na kila mtu mpaka nasahau sehemu muhimu. Hata zawadi nilizozibeba nimezisahau jamani. Chukua. Mpatie. Kuna bangili. Siwezi kuzivaa. Wewe huwezi kuzivaa, lakini unaweza kumvalisha mwingine. Nani? Si mke wako. Huyo. Kwa hiyo wewe una wake wangapi? Tuambie. Chukua hiyo, ni kwa ajili yako. Valishe. Angalia sura lake. Utavaa bangili. Nitazivaa mwenyewe tu. Mshike mkono wake, tena kwa upendo, na kisha utaona jinsi zitakavyomtosha. Hazimtoshi. Chukua, mvalishe kwa upendo. Huyo ni mkeo, sio jirani yako. Shika na hii hapa. Bila shaka. Leta. Abi, weka mkono wako kwenye bega la mkeo. Huyo ni mke wako, nimekwambia. Sio dada yako. Utamsumbua kiasi gani? Acheni kuongea hivyo. Twende nikawatambulishe kwa wengine. Twendeni.
Njoeni wote. Hiyo ni ibada ya miaka mingi kupita. Kuna haja gani ya kumenya mkono wangu namna ile? Yaani nilitamani ni kumenya hata zaidi kabisa ili niweze kushuhudia ukipata maumivu zaidi yale ambayo nilikuwa nikiyapata. Lakini kwa manung'uniko, tunalazimika kuigiza maisha kama ni wema. Wakati familia zetu bado ziko hapa. Endelea kutabasamu. Nikuulize kitu. Nini kilikuwa kinaendelea pale? Ulichokiona ndio ambacho kimetokea. Kwa hiyo unanijibu kwa dharau eh? Kama muuliza swali lazima ujibiwe. Sikiliza wewe. Leo madam, kuna muda kidogo hapo unaweza kupata kwa ajili yangu? Vipi, hujambo? Mimi si jambo dada. Lakini ulikuwa umeenda wapi? Maanake nimekutafuta muda mrefu sana. Kwa nini umekuja hapa? Utawezaje kumshuhudia Purab akimchumbia mtu mwingine? Mimi wala sikuwa nataka kuja hapa. Lakini mama si unamjua vizuri dada. Ni mbishi sana yule mama. Na akasema hivi kwamba kama sitathubutu kuhudhuria katika sherehe ya uchumba wa wifi yako, watu watafikiria kitu gani? Ulifanya kitu sahihi Bulbul. Umeshakuwa mkubwa sasa, lakini utaweza kuyashuhudia yote haya. Kama sitaweza kuona, wala basi nijue tu dada yangu ana furaha sana. Nachokitaka mimi siku zote kwako ni kuwa na furaha katika maisha yako ya ndoa. Ikiwa una furaha, basi na mimi nitafurahi. Mimi nilikuwa nikifanya hivyo kwa ajili ya furaha ya watu wote, lakini kila kitu kimeharibika. Tabasamu. Tabasamu. Na vizuri sana nimekuja. Pochi gani ambayo umebeba dada? Hailingani kabisa na nguo yako. Hii pochi hapo ndio inafanana na nguo yako. Mimi naelewa. Kwa nini usiniambia moja kwa moja ya kwamba umeipenda pochi yangu hapa? Ndio nimependa. Vipi, tubadilishane? Sawa, tubadilishane. Itakuja sasa kama Ali akija kujua? Hakuna mtu yeyote anayenijua hapa, kwa hiyo hakuna atakayegundua. Haya, tubadilishane. Unasema kweli? Asa. Mbona watoto wa matajiri ni wazuri sana? Yaani ukiona lazima tuwatupie macho. Nini tena Pruvi? Bulbul, hebu angalia matendo yake. Watu tumchukulia hatua. Potezea. Haiwezekani, hebu tuende. Kwa nini unamshangaa? Nini? Wala hata nilikuwa siwashangae. Nilikuwa nawaangalia tu. Ndio, unajua ambacho unachokifikiria wakati unawaangalia. Hebu acha kufikiria hivyo bwana dada. Mwana mitindo mashuhuri Tanu. Bulbul, mwangalie. Macho yake na mdomo wake vitu vinafanya kazi. Kwa hiyo tabia yako nakwambia ni lazima tuende kusemea kwa mjomba. Unaongea nini dada? Mara nyingi huwezi kupata fursa kama hizo. Ni rafiki yake na Abi. Unaonaje tukienda kumwambia Abi atutambulishe? Yaani kakuzidi kila kitu, sio umri wala urefu. Alafu unataka utambulishwe? Na ikiwa utafanya kitu kingine kama hicho, basi nitaenda kumshtakia dada Pragya. Basi mimi nitaenda kumwambia mwenyewe dada. Kwamba wewe ndio ulikuwa unaniunganisha na Tanu. Tuanze sherehe ya uchumba. Tutaanza kwanza na sherehe ya mila, kisha tutaendelea na sherehe ya pete. Ndio, hiyo nitakuwa sahihi kabisa. Abi mwanangu, nenda ukamwita Pragya. Lakini bibi, kwa nini anahitajika? Mwanangu, baada ya ndoa mila zote hufanywa kwa pamoja, mke na mume. Haya, nenda haraka, njoo naye. Hivi kuna kitu nachoweza kufanya kinachoweza kumfanya Miwani atoweke? Na uchumba wa hali waendelee kufanyika. Umependeza sana. Asante. Samahani. Nilikuwa nataka kuongea na mke wangu. Wawili tu. Hebu niambie, wewe una saa ya miujiza? Kwa nini? Nataka uivae hiyo saa ili uweze kutoweka. Twende sherehe ya uchumba, nataka kuanza. Umeumia mguu wako? Au nikubebe? Ni nani atakayefanya ibada ya mira upande wa msichana?
Abi na Pragya, nendeni wanangu. Haya, chukua. Cha kufanya wewe mpaka itika na umpatie zawadi yake ya kimira. Wewe, nilikuwa nikiikimbia ibada. Kweli inafurahisha. Rafiki wa kike anamfungisha uchumba rafiki yake wa kiume. Inapendeza, si ndio? Abi, mpe zawadi Purab. Bibi, mwacha tu kwa mikono yake. Mikono yake na bahati. Ikiwa baada hii itafanywa na yeye, uchumba huo utavunjika kamwe. Si ndio? Itakuwa vizuri sana kama nyie wote wawili mtawapa kwa pamoja. Ni kitu gani ambacho natamani leo kiwe hitaji lako eh? Daima na milele watabaki tu kuwa wenzi wa roho. Ni nani atakayefanya mila upande wa kijana? Aje sasa hivi. Mwanangu Purab, mjomba wako na shangazi yako wamekuja kweli? Hapana bibi, walichelewa, kwa hiyo watakuja tu kesho. Kwa hiyo nani atakayefanya mila kutoka kwenye upande wake? Sarla, lakini kama hutojali, unaweza kufanya mila kwa upande wake? Hapana bibi, kwa nini nijali? Huyu sasa ni familia. Kama mjomba na shangazi yake hawajaja, mimi niko. Bulbul, hebu nyanyuka hapo uje na unisaidie. Haya mwanangu, njoo haraka. Kwanza kabisa naomba unipatie mtandio. Hala, unaenda wapi? Ina maana hutanisaidia? Hebu shika hii. Njoo. Uwe na furaha daima, milele, muwe pamoja. Anajua ukweli juu ya Pragya, bado analia. Natumani Ali aathiriwi kwa hilo. Macho rafiki yangu ametoka haswa. Kwani machozi yako ya mamba yalifurika? Toa imani yako. Abi, unamnong'oneza nini kila wakati si tuko hapa? Si kitu kipya. Nilichokuwa nikimwambia hapa ni jinsi gani ninavyomchukia yeye.
na daima itakuwa hivyo, si ndio? Wow! Hili ni wazo zuri. Yaani hawa hawakosi nafasi ya kuchombezana. Ndege wapenda nao utawajua tu. Tano, nisikilize. Tano, subiri. Nisikilize ninachokisema. Unaondokaje kwenye sherehe yangu kama hivyo? Nifanye nini kingine? Nitazame mapenzi ya Abi na Pragya ama niendelee kuona jinsi wao wanavyoshikana mikono? Tano, walikuwa wanafanya tu ibada. Hili ndilo kosa lako. Kama wao usingefanya mipango yote ya kuwaozesha, Pragya wala asingeweza kudai haki juu yake. Tano, unajua ni kwa nini mimi nimefanya hivyo? Si ndio? Aha, ndio. Kwa sababu ulikuwa unamtaka Purab na ukamleta Pragya kwenye maisha ya Abi. Na kwa sababu ya huu puuzi, Abi amekuwa akijitenga mbali na mimi. Tano, mara tu nitakapoolewa. Kwa hiyo naomba sitaki kusikia chochote. Naondoka. Siwezi kubaki hapa. Sawa, nenda. Kama Purab alivyofanya, wewe pia unaweza kuniacha na uondoke. Tano, angalia. Wewe unadhani kwamba mimi tayari nimeshapata furaha kwa kumwona kaka na huyo mjinga? Hapana Tano, hiyo yote ni sehemu ya mpango, na kaka anafanya vile ili tu amtese. Sio hivyo unavyofikiri. Kama hujui, anaweza hata kumtusi mbele ya familia ili tu aweze kumfanya bibi aone rangi halisi za huyo msichana. Kwani wewe Tano una shida gani? Sikiliza Tano, mimi ndio mtu pekee nitakayeweza kumuumbua huyo msichana leo hii. Leo kila kitu kitafichuka katika sherehe yangu ya uchumba. Haijalishi ni kitu gani kitatokea, wala sitajali kama nitakuwa peke yangu au la. Ni lazima nilifanye hili Tano. Unaweza kwenda. Robi, unafanya nini hapa? Bibi anakuita, nenda. Ni kipi kati ya vipochi hivi bwana? Hichi hapa. Nilishawahi kumwona nacho hichi. Alia, unafanya nini? Unaweka nini kwenye mkoba? Sio kwenye pochi hilo. Ni kwenye pochi hii. Nataka kuweka pete yangu ya uchumba kwenye pochi hii kwa sababu nataka kumwaibisha Pragya mbele ya macho ya kila mtu. Nataka nionyeshe jinsi alivyo mchoyo na mwenye tamaa. Lazima wote wajue. Na wewe huwezi kunizuia kufanya hilo. Kwa hiyo kuanzia sasa na wewe unatakiwa wa upande wangu mimi Mitali. Alia, wewe unasema nini? Unathubutu vipi kuongelea vitu kama hivyo? Pragya ametoka kwenye familia ya kimaskini. Ni mshamba, mjinga na ni wa tabaka la kati tu. Na anajaribu kujitanua kwenye hii nyumba yetu. Sasa kwa nini unaumiza kichwa chako kuhusu yeye? Yeye unataka kumuingiza matatani ili tu msababishie matatizo. Hivi unafikiria mimi nitakusaidia au nitakuzuia kufanya hivyo? Sitakuzuia. Wewe fanya tu kile ambacho nakitaka. Sikuzuii. Ikibidi nitakusaidia kabisa. Utanisaidia au vipi? Ndiyo, mimi naweza kukusaidia. Ila sasa, baadaye nikiwa na tatizo na kama nitahitaji msaada kutoka kwako, basi itakulazimu wewe unisaidie. Hivi ndivyo familia jinsi inavyoendeshwa. Lakini wewe unafanya makosa. Hiyo pochi unataka kuweka hiyo pete, sio pochi ya Pragya. Alia, nakuja bibi. Chukua hii. Kumbuka, hii pete inapaswa kwenda katika pochi ya Pragya peke yake. Nakuja bibi. Sijui kati ya hizi pochi ya Pragya ni ipi. Hii hapa. Jinsi alivyo mjinga, nilimpatia zawadi. Tena nilinunua kwa bei rahisi sana huko mnadani.
Mabibi na mabwana, kama sisi sote tunavyofahamu kuwa leo ni sherehe ya uchumba wa Alia na Pura. Mila na desturi zote zimeshafanyika na sasa watakwenda kuvalishana pete. Pragya, nenda ukalete pete. Sawa bibi. Bulbul, unaenda wapi? Mimi nataka tukwenda msalani. Unavalishana pete sasa. Kwa nini usiende baadaye? Umeshindikana. Mama. Mwanangu, ni kwa nini unakuwa hivyo? Mwanangu, subiri. Asante wifi. Abi, hakuna pete humu. Unamaanisha nini? Nilikuwa nimeweka kwenye hii boksi. Pete inaweza kwenda wapi? Na nilimpa box wifi Pragya. Ndiyo, lakini boksi lake nililiweka moja kwa moja kwenye tray. Niwieni radhi, lakini hata sikuangalia. Alia, unakumbuka vizuri kweli? Uliweka pete humo? Ndiyo bibi, niliweka vizuri kabisa na niliweka kwenye hii boksi bibi. Una uhakika? Ndiyo kaka, na uhakika 100%. Nawezaje kuwa na utani katika hili? Itakuwa imeenda wapi sasa? Hili halijawahi kutokea hapa nyumbani kwetu. Kweli bibi, hili halijawahi kutokea kabisa katika nyumba yetu na sijui kwa nini limetokea sasa hivi.